Karibu sana ndugu Wenje. CCM hoye! Dr. Samia safi! Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje. Nilikuwa kwenye kile chama kilichokimbia uchaguzi. Nilikuwa mjumbe wa kamati kuu wa hicho chama. Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi tulikuwa mkoa wa Rukwa na wewe. Ulipoanza kuzungumza, sisi wengine tulikaa pale pembeni tunasikiliza unachozungumza. Ulipoanza kusimulia historia yako, ulipoenda Sumbawanga mara ya kwanza, mimi nilikaa pale na kusikiliza. Ulisema ulienda Sumbawanga mara ya kwanza ukiwa unafanya kazi kwenye NGO. Ulienda umepanda basi. Ulienda kwenye kazi ya utafiti. Ukakaa Sumbawanga zaidi ya miezi mitatu ukiwa unafanya kazi. Ukasema ukiwa kule Sumbawanga unafanya kazi kama Mtanzania wa kawaida. Ulisema uliwahi kupanda na basi iliharibika ukiwa njiani unaenda huko Sumbawanga. Ukakutana na ndugu yako moja ni Mpemba, alikuwa na duka. Ukawa unaenda dukani kwa Mpemba, unanunua mahitaji yako, unarudi unakokaa. Ninachotaka kusema, ile historia uliyosema ulipofika Sumbawanga, mimi kwangu ilikuwa ni funzo. Nikajua maisha ya mwanadamu, anayeamua hatima ya mwanadamu yote sio mwanadamu yote hapa duniani, bali ni Mwenyezi Mungu peke yake. Sisi ya moyo. Yule Mpemba uliyekuwa naenda dukani kwake kuchukua vitu, nafikiri yeye kwenye maisha yake ulimwachia somo kubwa, kwa sababu hakujua kwamba yule mama aliyekuwa naenda kununua vitu pale atakuja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku moja. Ninachosema, Watanzania mnaonisikiliza kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Kigoma, hakuna kukata tamaa. Hata ukiondoka hapa unaenda kula ugali na mlenda na mwanao, muombe tu maisha yake hapo mkononi mwa Mungu. Siku moja anaweza kawa Samia mwingine katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, duniani hapa kuna watu wanaitwa haters. Wao wapo, huwezi kuwakwepa. Wewe ulikuwa mbunge kule Zanzibar. Hakuna aliyeamini kwenye maisha yako kwamba siku moja utakuwa mbunge. Na inawezekana tulipokuwa mbunge bado walikuwa na mashaka kwamba je, ataweza kazi ya ubunge. Ukafanya ukamaliza. Ukawa waziri. Na inawezekana pia tulipokuwa waziri pia bado kuna wengine walikuwa na mashaka. Amepata kazi ya waziri, je, ataweza? Ukafanya Mheshimiwa Rais na rekodi zipo ukamaliza. Ikaja ukawa mama wa kwanza katika nchi yetu kuwa makamu wa rais. Hata hapo pia haters walikuwepo. Najua waliuliza, je, ataweza? Ukaweza. Ukatoka hapo. Leo kwa sababu Mungu ndiye anayeamua hatima kila mwanadamu, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema hivi, tumebakisha wiki moja kufika Oktoba 29. Najua kuna watu pia bado wana mashaka kwamba Oktoba 29 itakuwaje. Nawaambia wale matomaso, subirini muone ukuu wa Mungu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kupita kwa kura za kishindo. CCM hoye! Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilipata fursa adimu nikiwa kijana wa nchi hii, nikiwa nawakilisha jimbo la Nyamagana kwenye bunge la 10. Bunge la 10 liliingia kwenye historia muhimu kwenye nchi yetu kwa sababu walipata fursa adhimu ya kuandika katiba mpya kwenye nchi yetu. Ile maarufu inaitwa katiba ya Warioba. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ulipata fursa ya kuwa makamu mwenyekiti wale bunge. Tulienda kwenye bunge, tukajadiliana, tukafika pazuri. Kama kawaida, sisi tuliokuwa wapinzani wa nchi hii tulikimbia kwenye bunge la katiba. Tukaacha bunge solemba,
sisi wapinzani wote tulikimbia. Ninachojaribu kusema ni kwamba nimeona kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mchakato wa katiba mpya imewekwa kwenye ilani ya CCM. Lakini nawaambieni Watanzania mnaonisikiliza, waliochelewesha kupatikana kwa katiba mpya nchi hii ni sisi wapinzani, na mimi nikiwepo enzi hizo. Sisi ndio tulikimbia kwenye bunge la Warioba. Wakati mwingine unashindwa hata kuelewa hivi tunachotaka ni nini. Tulipokimbia kwenye bunge, tukarudi huko nje, tukaanza tena kelele kwamba tunataka katiba mpya. Katiba mpya tuliokimbia bunge, huko mchakato ukiendelea. Wapinzani wa nchi hii, sisi ndio tulichelewesha nchi hii kupata katiba mpya tulipokimbia kwenye bunge la Warioba. Mheshimiwa Mwenyekiti na Watanzania, naomba mnielewe. Iko hivi, leo chama nilichokuwepo mimi tulikimbia mchakato wa katiba bungeni. Leo tumekimbia uchaguzi, na mimi nawaambieni pasipo shaka yoyote, hata mchakato wa katiba mpya utakapoanza pia bado watakimbia. Asa mimi Wenje, kwa kukataa kuendelea kuwa kwenye hii treni ya kususasusa hivi imekuwa nongwa, shida iko wapi? Na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwaambie Watanzania wote wanaosikiliza, hakuna nchi yoyote hata moja mnitajie duniani ambayo mfumo wao wa uchaguzi ni waterproof 100%, kwamba haina dosari hata moja. Ngoja niwakumbushe, Marekani mwaka 2016 walifanya uchaguzi, malalamiko yalikuwepo. That is America. Mwaka 2020 wakafanya uchaguzi Marekani, matatizo yakatokea makubwa mpaka watu wakaandamana, mpaka wakaenda kwenye bunge lile la Marekani kwa sababu ya malalamiko ya uchaguzi. Na hiyo ni Marekani. Lakini baada ya mwaka 2020 chama cha Republican iliyolalamika kuhusu uchaguzi hawakususia uchaguzi, walirudi kwenye uchaguzi, na leo Trump is the president in America. Nachojaribu kusema ni kwamba suluhu hapa haipatikani kwenye kukimbia uchaguzi. Hatuwezi tukapata suluhisho kwenye kukimbia uchaguzi. Na narudia tena, mamlaka ya nchi yetu hayapatikani mitaani. Mamlaka ya nchi yetu yanapatikana kwenye sanduku la kura, hii ambayo chama changu cha zamani imekimbia. Ndugu zangu, nataka nieleweke vizuri. Iko hivi, CCM oyee! Sisi tukiwa huko, Mheshimiwa Rais alituita kwenye kitu kinaitwa maridhiano. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nakushukuru sana. Ulipokuwa unazindua kampeni Kawe Dar es Salaam hapa, ulisema kwamba katika mambo utakayofanya kwa haraka, Watanzania wakikupa ridhaa wakakuchagua tena, ni kwamba utaleta watu pamoja kwenye meza ya mazungumzo, watu wasemezane ili twende pamoja kama taifa. Hayo ni mambo ambayo tukiwa huko tuko tunapiga kelele kila siku kwamba tunataka. Leo umekubali utafanya. Leo umekubali ipo kwenye ilani ya CCM mchakato wa katiba mpya. Huko hapo kuna marekebisho mengi yamefanyika kwenye sheria ya uchaguzi, lakini bado chama chetu cha zamani kilisusa kushiriki uchaguzi. Kwa mimi, ndugu zangu, nawaambia nyie watu wa Dar es Salaam, 80% ya vijana wa Dar es Salaam na wakazi wa Dar es Salaam, 80% angalau nyie mna WhatsApp. Nyie ndio mnakutana na mambo mengi kwenye mitandao yanayoandikwa na watu ambao wako Marekani, wengine sijui wako nchi gani, wengine wamepeleka vijana huko Nairobi wa Tanzania, wanafundishwa namna ya kuleta uchochezi kwenye taifa letu kupitia mitandao ya kijamii. CCM oyee! Na mimi naomba niimbie dunia leo. Mimi nimekuwa mjumbe wa kamati kuu wa Chadema kwa miaka zaidi ya 15. Iko hivi, wanasema kwenye mitandao zinaandikwa kwamba Chadema imezuiwa na serikali kushiriki uchaguzi. Huo ni uongo kabisa, kweupe.
Sikilizeni, nchi hii hakuna kitu ambacho kijawekea utaratibu wa kisheria. Uchaguzi wa taifa letu lakini lazima vyama vya siasa viende visaini fomu ya maadili. Hii ipo kisheria. Sisi tulikaa wenyewe tukakubaliana kwenye kamati kuu ya chama kwamba hatuendi kusaini fomu ya maadili. Tulikataa. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa sisi kujiondoa kwenye uchaguzi. Hakuna, tuliandikiwa barua na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Barua ipo na ushahidi upo kwamba tuende tukasaini fomu ya maadili. Tulikataa. Tukaenda mpaka kwenye kamati kuu ya chama, kwenye baraza kuu, tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama, tukapitisha wenyewe kwamba sisi hatuendi kushiriki uchaguzi huu. Tuliamua wenyewe. Naomba dunia ijue, hakuna serikali, hakuna chama, hakuna taasisi ya serikali iliyotuzuia kushiriki uchaguzi. Tulisusa wenyewe, tukakataa wenyewe, na sababu za kukataa mimi najua. Hizo ni za boardroom kule nyuma, tulijadiliana. Sababu zipo. Na mtu akileta panganga tutasema hizo sababu zipo kwa nini tulisusia. Haya mambo mnayosikia, no election, no reforms, hayo mengine ni mikwara tu, lakini zipo sababu za ndani zilizofanya sisi tushiriki uchaguzi. Namaliza kwa kusema, ndugu zangu, iko hivi. Kwenye nchi yetu hapa, waasisi wa nchi hii, hakuna ubishi wala maswali kwamba walituachia taifa thubuti, taifa imara, yenye umoja na mshikamano, na yenye amani tele. Na mimi nawaambieni, bila amani, Chama cha Mapinduzi toka uhuru kwa awamu zote imefanya kazi kubwa ya kulinda amani ya taifa letu. Na bila hii amani, leo msingekuja hapa kwa wingi kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi, msingekuja hapa kwa wingi tunasikiliza sera huko tunapata burudani. Bila amani, hakuna mama atakayeuza mboga barabarani. Bila amani, hakuna mtu atakayefungua duka Kariakoo. Bila amani, hakuna mtu atakayeendesha bodaboda. Sawa sawa? Kwa hiyo ni ujinga sana kwa kijana yoyote, yaani mtu yuko Marekani, mwingine yuko Belgium, mwingine yuko Afrika Kusini, mwingine yuko Sweden, kazi yake ana tweet kwamba wewe ukafanye fujo, wakati wewe, yeye na mke wake na watoto wake wako wanakula bata Marekani. Huo ni uenda wazimu. Wanatoaga mfano nikimalizia. Huko Marekani zamani kuna mchungaji alikuwa Jim Jones. Jim Jones alikusanya wafuasi wake akawapeleka kwenye jangwa ya Guyana huko Amerika ya Kusini. Akakaa nao akamwambia, mnaenda mbinguni. Siku ya mwisho akamwambia, kunyweni sumu ili muende mbinguni. Walisahau kwamba Biblia inasema hakuna kufa. Yaani wewe ukijiua ni makosa hata mbele ya Mungu. Hautafika huko mbinguni walioambiwa kunywa dawa. Kwa hiyo wewe ukiwa hapa Kinondoni, mtu yuko Marekani anakuambia wewe ufanye fujo, huku yeye na familia yake wako Marekani, hauna tofauti na wale wafuasi wa Jim Jones waliokunywa sumu ili waende mbinguni. Hawakufika. Mungu apeleke mbinguni watu waliojinyonga. Sawa? Kwa hiyo mimi nawaomba Watanzania wenzangu, mimi nimekuwa kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais almost zaidi ya wiki. Kila jimbo tulilopita kuna mambo makubwa yamefanyika, kwenye maji, kwenye barabara, kwenye kilimo, kwenye afya. Mimi leo ni shuhuda wa mambo makuu yaliyofanyika kwenye kipindi hichi cha miaka 4. Kwa hiyo nendeni mkapige kura tarehe 29, kura ya kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa maji katika nchi yetu, kura ya kuleta umeme zaidi, kura ya kuleta mabarabara mengi zaidi na madaraja. Na nimefarijika sana leo kwenye ilani ya CCM asubuhi nimesoma katika ilani kuanzia mwaka 2025 mpaka 30 serikali imetarget kuongeza idadi ya ajira zaidi ya milioni 8. Hiyo ni kazi kubwa inayoenda kufanyika. CCM oye! Kwa na wasi tarehe 29 tokeni kwa wingi tuchague wabunge wa CCM, madiwani wa CCM na rais wa CCM.
Naomba nione kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Daktari hoi! CCM hoi! Asanteni sana, Mungu awabariki.